Habari njema kwa timu Mati ni kwamba mpaka sasa Mati yuko hai. Ni baada ya kuwaishwa katika kituo cha afya na kupatiwa huduma ya kutoa sumu mwilini, na mpaka sasa Mati yuko fiti kalikiti. Tatizo kubwa ni mawazo. Ni baada ya kuinuka katika usingizi wa kifo, huku akitaja maneno ambayo yanaonesha kwamba bado ana mawazo. Alimuita Manyanya akilaumu kwa kile ambacho alikifanya Manyanya katika maisha yake, akisema kwamba Manyanya, kwa nini umenifanyia hivi? Sasa tunatazama wazazi wake wanamzuia kwa sababu alitamani kuondoka pale hospitalini, lakini wakaenda kumuita daktari kwa lengo la kupata mwongozo, na daktari akaenda kuambia wazazi wake kwamba kwa sasa huyu bado ana mawazo, hivyo muwe naye sana karibu, kwa sababu muda wowote anaweza akafanya maamuzi mazito, kwa sababu ana msongo wa mawazo kwa kile ambacho amekipitia. Hivyo sasa Mati mpaka sasa yuko hai na anahitaji kuondoka pale kituo cha afya, na baadaye daktari aliruhusu swala zima la kuondoka naye. Aisee, mambo yamekuwa magumu sana katika maisha ya Mati, tofauti na vile ambavyo alizania kwamba mambo yatakuwa safi na baadaye anaweza kuwa mchumba wa Manyanya. Sasa tunatazama Mati bana ameondoshwa katika kituo cha afya na kurudishwa nyumbani akiwa na afya ambayo imekamilika, lakini bado ana mawazo. Aisee, hapa kuna vitu vya kujifunza, kwa sababu tunatazama Mati ametoka katika shimo la kupoteza uhai kwa sababu ya mawazo ya kimapenzi. Mapenzi siku zote bana yanauma sana. Sasa hapa tunatazama wakati wa usiku wakiwa wanacheza karata ndugu zake, mama yake. Basi hapa tunaona wakati wanacheza, lakini yeye hakuwa na mawazo ya kucheza ule mchezo, lakini alipofika zamu yake ya kucheza alionekana kuzitupa zile karata na kuingia ndani na kujifungia. Sasa hapa wazazi wake wamekuwa na wasiwasi kwa sababu tukio ambalo alikwenda kulifanya ni sawa na hili. Wakaanza kupiga kelele kwa lengo la kumuokoa Mati kutoka katika kile chumba, kwa sababu ya kutazama kile ambacho anaweza kufanya, kwa sababu tu alifanya maamuzi mwanzo magumu. Hivyo sasa wamekuwa na wasiwasi sana. Je, hapa atakwenda kufanya nini? Kwa sababu tayari amejifungia, huku wazazi na ndugu wote wakipiga kelele, Mati unafanya nini? Mati unafanya nini? Kiukweli mimi natamani sana kumuona Mati anakaa sawa, kwa sababu amepitia mambo mengi na sasa Manyanya anakwenda kumuingiza katika shida kubwa zaidi. Aisee, moto unazidi kuwaka katika tamthilia hii hapa kali ya Dunia. Sasa tunatazama Mati hali ni tete, lakini kwa upande wa Manyanya mambo ni safi sana. Sasa tunaona Vai na Manyanya mapenzi yanazidi kuongezeka. Nyakati za usiku tunaona Manyanya bana anachukua nafasi ya kuanza kumpikia mpenzi wake, mke wake Vai, kwa sababu hawa sasa wanaenda kutengeneza sayari mpya ya mapenzi. Sasa hapa tunaona Vai amekaa pembeni, Manyanya anaanza kupika. Baada ya kupika tunaona anamwambia mpenzi wake, mke wake, kwamba hili ni pishi msisimo, kwa sababu hili linasisimua. Pishi msisimo, kama umewahi kulisikia, basi Manyanya amekwenda kulitambulisha, huku Vai akiwa na furaha sana kupikiwa na mume wake. Basi wanaanza kucheka, hili pishi litakwenda kusababisha kusisimua na yale mambo yetu yale, nazungumzia kufanya mapenzi kwa muda mrefu. Sasa hapa anakwenda kutengeneza hichi chakula kwa lengo la kuwa faraga na mke wake usiku kucha, kwa sababu yeye siku hiyo atakuwa na vibe la kutosha. Sasa hapa anakwenda kumwambia Vai kwamba nimekupikia hiki chakula kwa lengo hilo. Aise, mapenzi yamekuwa matamu sana. Kwa upande wa Vai tunaona tabasamu limeongezeka, lakini Manyanya hatambui chochote ambacho kinaendelea kwa upande wa Mati. Mpaka sasa Mati yupo katika hali mbaya, lakini yeye anakula raha na mke wake. Aise, mambo ni moto kweli kweli. Huku sasa kwa upande
wa Mudi. Huyu bana mpaka sasa yeye anamtafuta Cindy wake. Sasa amekutana na Amani. Huyu Amani mpaka sasa yuko na Cindy, lakini anaonekana kumkataa Mudi baada ya Mudi kwenda kumuuliza kwamba nini kinachoendelea kuhusiana na maisha yake, na kumwambia kwamba kwa sasa simuoni mpenzi wangu, simuoni mke wangu, nimemtafuta sana na bado namtafuta. Je, umemuona wapi? Huko Amani anaonekana kukataa na kusema kwamba mimi sijamuona huyo Cindy sehemu yoyote, hivyo nikimuona nitamkujuza. Sasa hapa tunaona Mudi bana yeye anazungumza hivyo, lakini hatambui kwamba Amani ndiye aliyemchukua mke wake. Sasa tunaona Mudi bana baada ya hapo anakutana na mahubiri kutoka kwa Amani na kuambiwa kwamba aache pombe. Sasa hapa ndipo alipoguswa pabaya na kuanza kufoka, kwa sababu tukio la kuachishwa pombe ndilo ambalo alitaki katika maisha yake, lakini kiuhalisia mpaka sasa Amani anatambua mke wa Mudi, lakini mpaka sasa sio mke wake kwa sababu tayari kashapewa taraka yule Cindy ambaye mpaka sasa si mke wa Mudi Muzungu, lakini Mudi mpaka sasa bado anamtafuta mke wake wa zamani. Sasa hapa bado Amani anaficha kwa sababu tayari naye amenogewa katika penzi la Cindy. Aise, mambo ni moto kinomonoma. Sasa hapa kuna kitu fulani kimenifurahisha. Ndoa ya Mdeme. Hii ndoa bana na Aileen huwa ina vituko sana. Sasa leo wamepata mtu ambaye anataka kuwashauri, yani yeye wao ndo wamshauri. Sasa hapa ni jirani ambaye ana shida kidogo katika ndoa yake, amewafuata Mdeme pamoja na Aileen nyakati za usiku ili wapate kumshauri. Sasa tunaona ushauri wao bana ni mzuri sana, lakini ndani ya nyumba yao kuna kitu kinaendelea, kwa sababu hawa wana vituko kweli na wala hawapendani sana, kwa sababu wote wanafanya usaliti. Sasa tunaona hapa kuna kitu kinaendelea, ni kwamba wanatoa ushauri na baadaye tunaona Mdeme bana anamwambia kwamba kiukweli katika ndoa nahitaji sana huyo jirani yangu aweze kuishi kama sisi bana tunapendana sana mimi na mke wangu, hivyo jitahidini sana muishi maisha yetu kama sisi. Kwa hiyo ni wakati wa kutambua namna gani ya kufanya ili muishi maisha ya furaha. Sasa hapo tunaona Mdeme bana anazungumza kwamba huwa wao wanaishi maisha ya furaha na pia wanapendana sana, lakini tukumbuke hawa pia wana choko nyingi ndani ya ndoa zao, kwa sababu mambo magumu ambayo yanaendelea katika ndoa yao bado hayajakaa sawa. La baadaye Aileen tunaona naye anakwenda kutoa ushauri na kumwambia kwa ukweli inahitajika sana umuombe Mungu ili aweze kukusaidia na ndoa yako itakuwa na ya furaha. Sasa hapa baada ya kuondoka mgeni tunaona hapa Mdeme bana kumbe kuna kitu fulani ambacho alikuwa anakiwaza, akaenda kuomba namba kutoka kwa yule ambaye amekuja kusuluhisha ndoa yake, yani bado amemtamani mpaka yule. Sasa hapa tunaona Aileen anaizuia ile simu na kusema kwamba nitampa namba mwenyewe. Sasa hapa tunaona wanavutana kweli kwa sababu hao bana wana vitu ambavyo huwa wanavifanya katika ndoa yao, japokuwa wanavutana lakini ndivyo wanavyoishi. Sasa wamekuwa washauri na hii ndiyo dunia kweli, kwa sababu yule ambaye unampelekea matatizo hauwezi jua ana matatizo makubwa kiasi gani. Aise, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, gonga hapo ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Karibu sana na asante.